So habari za kuaminika zimeweza kutufikia hapa studio yetu ya KG Chipande kwamba ndani ya nchi ya Tanzania sasa hivi tunavyoongea kuna msako mkali sana ambao unaendelea wa kuwatoa wale ambao hawana vibali ambao wametoka nchi jirani kama wenyewe wanavyosema, ambapo kuna baadhi ya Wakenya waliopo ndani kuna Wakenya kibao ambapo wako ndani ya nchi ya Tanzania kwa sasa wanapitia mateso ya hali ya juu sana, ikiwemo wanafunzi ambao mpaka kutoka nje kwao imekuwa ngumu, na wale wote ambao wanasafiri kutumia ule mpaka wa nchi ya Tanzania wamepata hali ngumu tuseme, ambapo uchunguzi unafanywa kwa hali ya kina sana, kwa makini, ili waweze kubainika wale wote ambao wako pale ndani ya nchi ya Tanzania ambao hawana vibali ama vibali vyao vimeisha lakini bado wapo ndani ya Tanzania. Sasa yeyote yule ambaye anajulikana ni Mkenya ambaye anaishi kwenye nyumba ya Mtanzania, basi ile nyumba ya Mtanzania au yule mwenye nyumba ana shida, pamoja na yule ambaye ni Mkenya pale ana shida. Kikweli kabisa ilisemekana ya kwamba majirani zetu, yani lugha ambayo ilitumika na yule jeshi wa polisi ama yule jeshi wa polisi ambaye alisema ya kwamba kunao baadhi ya majirani ama kunao baadhi watu kutoka nchi zingine tofauti. Kikweli kabisa tulikuwa tunasema kwamba tusitaje nchi moja peke yake, lakini leo itabidi tutaje nchi moja, kusema kwamba ile nchi ambayo ilikuwa imekuwa targeted sio nchi nyingine bali ni nchi ya Kenya. Kwa nini nasema ni nchi ya Kenya na imekuwa targeted? Kwa sababu ule msako unaendelea. Mtu ambaye anashukiwa kwa zaidi sana ni Mkenya. Mkenya ndo anashukiwa zaidi sana, ambapo wale wote ambao vibali vyao vimeweza kuisha, ambao walikuwa na vibali vya miezi mitatu, mwezi mmoja ama vya biashara ndani ya Tanzania, chao kiko motoni sasa. Kuna baadhi ya wanafunzi pia vile vile wamekuja kwenye mtandao hapa na kuleta nitakusomea na nitakuonyesha evidence zote ambazo nimeweza kuzicollect hapa kwa minajili yako. Kuna gazeti moja nchini Kenya ambalo linaitwa The Standard limeweza kutoa hino taarifa hapa. Nitaisoma kwa kimombo vile ambavyo iko alafu tuje tumalizie. Tanzania has unleashed a ruthless crackdown on the foreigners innocently accused of stalking post-election violence, with police and soldiers raiding lodgings, tightening borders and detaining East Africans without cause. The directive issued from police headquarters late Monday has sent shockwaves through the hospitality sector and triggered fear among Kenyans living in the country. So kwa ufupi hapa amesema kwamba acha tuisome kwa Kiswahili ilivyokuwa inasema hapa. Okay, kisasi Tanzania kimeanzisha msako mkali dhidi ya watu wageni wasio na hatia wanaotumiwa kuchochea vurugu za baada ya uchaguzi nchini humo, huku polisi na askari wakivamia vyumba vya kulala vya wageni, kuimarisha usalama mipakani na kuweka kizuizini wa Afrika wa Mashariki bila sababu. Agizo hilo lilitolewa kutoka makao makuu ya polisi mwishoni mwa Jumatatu iliyopita. Imeleta mshtuko katika sekta ya ukarimu na kuizua hofu miongoni mwa Wakenya wanaoishi nchini humo. So utaona kwamba hii samani, najua wengi mnaona vile ambavyo na struggle kusoma hino habari hapa, ni kwa sababu imekuwa translated from English to Swahili, that's why. So kuna baadhi ya wanafunzi ambao wameweza kuja na kuleta information hapa ya kwamba wanakipitia kihali ngumu pale ndani ya Tanzania, ambapo huyu mwanafunzi amekuja amesema hivi: we are here at school but an announcement has been made that no one is allowed to go anywhere even without a Tanzanian ID. They are looking for Kenyans to expel them even if you have a valid passport. Yani kamwambia, alikuwa asema kwamba tuko hapa shule na sasa tumetangaziwa na uongozi wa shule ya kwamba hakuna mtu yoyote anayeruhusiwa kutoka nje ya hino shule hata kama ako na ID ya Tanzania,
haruhusiwi kutoka nje ya hii shule isipokuwa wale peke yao ambao wako na zile ID za Tanzania na wanatafuta wa Kenya ili waweze kuwatoa hapa nchini hata kama wako na passport zao mkononi. Since yesterday they have been inspecting vehicles and motorcycles. Yani kuanzia jana Jumapili, hii habari ilitolewa Jumatatu, so kuanzia Jumapili na Jumatatu wameweza kuzunguka na kutafuta yani kufanya tunahitaji ile pension, is it pensioning? Ya kucharakuta magari. Watu ambao wanatumia magari wanasimamishwa ili zile gari zao ziweze kuangaliwa na zile pikipiki zao ziweze kuangaliwa ili uonekane kwamba wapo pale nchini kihalali. Okay, honestly I don't even know we are in trouble. Let's pray. A Kenyan died in Dar es Salaam. He was a teacher and they said he was involving in protest. Yani kuna mmoja wa Kenya ambaye alikuwa ni mwalimu ambaye yuko pale Dar es Salaam ambaye alipigwa risasi, ambapo alikuwa hayupo hata kwenye maandamano, lakini alipigwa risasi na ikasemekana kwamba ameuliwa kwa minajili ya kwamba yeye alikuwa yupo kati ya wale ambao walikuwa ni waandamanaji. Sasa yasema kwamba mambo ni mabaya, yani ni kubaya, na anahitaji watu waweze kuombea wale wa Kenya ambao wako pale ndani ya Tanzania. When you get to town you are searching for times. Yani ukitaka kuingia ndani ya Dar es Salaam, jiji kuu pale la Tanzania, basi utaangaliwa, yani utatafutwa ujulikane umebeba nini kwenye mifuko yako takriban mara 4 ili uachiliwe uendelee na safari zako. So ladies and gentlemen, tumeweza kuona kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea, na hino yote ililetwa baada ya kwamba Mama Suluhu Hassan Samia aliweza kuja ile siku ambapo alikuwa anafanya nini, anaapishwa. Alizungumza pale na kusema kwamba wale wote waliojiingiza kwenye ile maandamano wengi wao hawakuwa wa Tanzania, bali alisema kwamba wengi wao walikuwa ni watu kutoka nchi jirani au nchi zingine, lakini sio Tanzania. So watu tukawa tunajua kabisa nchi jirani ambazo ziko na uwezo wa karibu sana kuingia ndani ya Tanzania ni Kenya na Uganda. Na Uganda ukiangalia lugha yao wengi wao wanaitumia kwa wingi ni Kizungu, Kiswahili ni kidogo sana. So tukajua kabisa Wakenya, watu wanaongelelewa kuingia Tanzania asilimia kubwa ni wa Kenya. Hivyo basi saino ni kubaya kwa watu ambao ni wa Kenya. Na tukumbuke kwamba ndani ya Tanzania Wakenya ni kibao sana. A lot of Kenyans are there. Kuna Wakenya ambao wanafanya kazi mpaka kwa serikali, kuna Wakenya wanafanya kazi kwa kampuni binafsi, kuna Wakenya wanafanya kazi ambazo zinawapa kipato kikubwa hata kuliko nchini Kenya kwao, lakini wamekaba pale kwa minajili ya kazi. Sahino wanaishi kwa hofu, kwa kujihofia maisha yao, kwa sababu kunao baadhi ya Wakenya tayari wameweza kuuliwa kwa minajili ya kwamba wanasemekana kwamba walikuwa wamo miongoni mwa wale ambao ni waandamanaji. Blogger fulani pia wa Kenya ameweza kujasema hivi hapa: reports from Tanzania point a ruthless post-election sweep targeting foreigners. Yani habari zilizomfikia ni kwamba kuna hili jina nalitafuta, hili ambapo tunaliita reki. Watu wa Kenya wanaliita reki, yani polisi wanapiga reki. Ukisema polisi wanapiga reki inamaanisha kwamba kuna msako mkali ambao unaendelea. Good. So kuna msako mkali ambao unaendelea ndani ya Tanzania ambao unatafuta wale ambao sio wa Tanzania, ambao hawana vibali vya Tanzania, na wale ambao sio wa Tanzania na wako ndani ya Tanzania na vibali vyao vya kuonyesha kwamba wanaishi Tanzania vimeisha, hao pia wanatafutwa, especially Kenyans. Yani sana sana almuhim watu kutoka Kenya. Witnesses say soldiers stopped vehicles searching everyone, forced people to lie on the tarmac with guns cocked. Yani akisema kwamba wale mashahidi ambao wameweza kujionea hivi wameweza kuona kwamba wanajeshi wanasimamisha magari mipakani na barabarani, wakiwalazimisha walale chini, huku wakiwafanyia misako kwenye nguo zao na mikoba yao, huku zile bunduki ambazo majeshi wamezishikilia zikiwa ziko tayari kufanya ile shughuli ya bunduki ambayo inafanyia kwa binadamu. Forced people to lie on the tarmac with guns cocked and claiming foreigners may only stay a week even with a valid 30 days permit. Some are being fished
from their hotels rooms, akimaanisha kwamba baadhi ya majirani ambao wameingia nchi ya Tanzania ambao ni Wakenya na Uganda hawa, hata baada ya kwamba ile permit yao ambao inawaruhusu waweze kuketi ndani ya nchi ya Tanzania kwa takriban siku 30 imeweza kupunguzwa, na kwamba wewe kama ni mgeni umeingia ndani ya Tanzania basi utaruhusiwa uketi kwa wiki moja peke yake na sio siku 30. Na wakasema kwamba kunao baadhi ya wageni ambao wanatolewa ndani ya rumu zao za kuishi ambapo wamekodisha hotelini. Na hizi habari mimi nilipozipata sikuzikataa. Kwa sababu gani sikuzikataa? Kwa sababu these are things, yani hivi ni vitu ambavyo tayari vishaweza kutokea hapa ndani ya Tanzania. Baadhi ya watu ambao tulikuwa tumewajua ambao walikuwa wanasemekana kwamba wameingia nchi ya Tanzania ili kwenda kupeleka vurugu, kina Boniface Mwangi, walienda kuchukuliwa ndani ya vyumba vyao ambavyo walikuwa wamekodisha walale. Those are hotels walikuwa wamechukua. So tuseme tu kweli kwamba in another way inaonekana kama ni njia moja ya kuleta usalama nchini, ama ni njia moja ya kuhakikisha kwamba usalama unarudi nchini kama kawaida. Lakini pia vile vile tukumbuke kwamba hii ndio pia ni njia moja ya kuogopesha watu wengine kutoka nchi zingine ambazo walikuwa wamepanga kuja Tanzania kwa kutalii, wanaanza kuogopa kwa sababu ya hii misako ama kwa sababu ya vile vitu ambavyo vinaendelea ndani ya Tanzania. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? Ya kwamba itafahamika ama kule nje itasemekana kwamba usalama wa nchi umedorora. That is first. Second, itajulikana kwamba Tanzania kuna vitu ambavyo haviko fasahiki, yani kuna vitu ambavyo vinaendelea ambavyo hata wageni wale ambao wamezoea kuja kutalii wataanza kuogopa, because obvious kama utapata mtu kwenye hoteli si atapiga kelele. Obvious ile hotel haizi akairecommend mtu mwingine akuje kwa ile the same hotel. So sijui, I don't know the exactly thing. Kama mama ameapishwa, Mama Suluhu Hassan Samia, rais wa Jamhuri ya Tanzania, ameweza kuapishwa, muungano huno amechukua wote, Zanzibari pamoja na Pemba pamoja na Tanganyika, yote ni yake. Yeye ndio mkuu wa majeshi, ameweza kuapishwa, power zake zote ako nazo. Nafikiri huu mchezo wa kwamba watu waanze kupelekwa mbio, nafikiri imefika wakati sasa uachwe. Nimeweza kuona wale viongozi wa Chadema nao pia wamesema vile vile huenda karibuni wakaanza kuitisha maandamano, kwa sababu ya sahino wametulia, kwa sababu wanahesabu siku 7 kutoka ile siku ya uchaguzi. They are going to count 7 days, ambapo tarehe 29, 30, 31, tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, ambapo siku zote hizi ambazo mwisho ni leo kama sikosei, ambazo siku 7 wanasema wataandaa ile ambayo inaitwa wanaomboleza good. Ni kama maombolezo ya wale watu ambao waliweza kufariki ama kuaga dunia kwa sababu ya msongamano wote huno wa maandamano ambao uliweza kutokea ndani ya Tanzania. Lakini wamesema baada hii wataketi kikao wafikirie vipi ambavyo wataitisha maandamano tena ndani ya Tanzania. So you can imagine what is going to happen, because I'm not in a good position of telling Chadema that you guys don't bring maandamano. But if Chadema can see whatever has already happened for these 3-4 days, baada ya kwamba maandamano yamefanyika na wale watu ambao wameweza kufariki, na vile ambavyo mitandao ilizimwa, habari zikawa hazipitishwi, msaada ukawa hauingii, nafikiri they have to rethink and do something else, kwa sababu maandamano tumeona yanapoteza maisha ya watu wengi, hayasaidii watu wengi. So it is so it is, ladies and gentlemen, this is KG, but please make sure subscribe, like and share this video. Thanks for watching guys, till next time.